Sasa hivi tuelekee kule nchini India katika mji wa New Delhi ambapo wagonjwa 6 waliokuwa mahututi wamefariki dunia baada ya moto kuzuka katika chumba cha wagonjwa mahututi ICU cha hospitali ya Sawai Mansingh mjini Jaipur magharibi mwa India. Moto huo unaoshukiwa kusababishwa na hitilafu ya umeme ulianza Jumapili usiku katika ICU hiyo wakati wagonjwa 11 wakiwa ndani. Waathirika ni wanawake 2 na wanaume 4. Wakati jamaa za waathirika wakishutumu uzembe wa hospitali, viongozi wamekanusha madai hayo. Serikali ya jimbo la Rajasthan limetangaza uchunguzi wa kina kuhusu chanzo cha ajali hiyo. Kila hatua inayochukuliwa kuhakikisha usalama wa wagonjwa na uangalizi bora kwa walioathirika na hali inafuatiliwa kwa karibu, alisema waziri mkuu wa jimbo hilo Bajanlal Sharma. Zima moto walifanikiwa kudhibiti moto huo baada ya karibu saa 2 huku wagonjwa wengine 14 wakihamishwa kutoka wodi jirani kutokana na moshi mzito ulioenea ndani ya jengo hilo. Hospitali ya Sawai Mansingh, moja ya hospitali kubwa zaidi mjini Rajasthan, hutibu maelfu wa wagonjwa kila siku na tukio hilo limeibua ghadhabu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Na tukitoka huko New Delhi sasa tuelekee kule Kathmandu nchini Nepal ambapo mvua kubwa imesababisha maafa nchini Nepal na India ambapo watu wasiopungua 47 wamefariki dunia tangu Ijumaa kutokana na maporomoko ya ardhi na mafuriko. Msemaji wa jeshi la polisi la Nepal Kaldashi Boju amesema watu 35 waliuawa katika maporomoko ya udongo katika wilaya ya Ilam. Juhudi za uokoaji watu waliopotea zinaendelea, alisema Shanti Mahati, msemaji wa mamlaka ya usimamizi wa maafa ya Nepal. Katika upande wa India, takriban watu 7 wameaga katika wilaya ya Darjeeling kwani West Bengal baada ya maporomoko ya ardhi. Polisi wamesema miili 7 imepatikana na shughuli zinaendelea kuwatafuta wengine 2 waliokwama kwenye vifusi. Maporomoko hayo yamesababisha barabara na madaraja kusombwa na mamia abiria kukwama. Safari nyingi za ndege za ndani nchini Nepal zikitatizika ingawa ndege za kimataifa zinaendelea kufanya kazi. Mamlaka ya hali ya hewa imetoa tahadhari ya juu ikisema mvua huenda ikaendelea kunyesha hadi Jumatatu. Nepal, nchi yenye mandhari ya milima mingi, hukumbwa na maporomoko ya ardhi na mafuriko kila mwaka wakati wa msimu wa mvua ambao huanzia Juni hadi Septemba na kuua mamia ya watu mara kwa mara. Na tuelekea huko nchini Marekani ambapo utawala wa Rais Donald Trump unajiandaa kuweka kiwango cha kupokea wakimbizi kuwa watu 7,500 mwaka huu na kuwapa kipaumbele wa Afrika Kusini wazungu. Wamesema watu 3 wanaofahamu swala hilo. Iwapo mpango huo utakamilika, kiwango kilichopangwa kitashuka kutoka watu 125,000 kilichowekwa na utawala wa rais wa zamani Joe Biden. Trump kutoka chama cha Republican alipunguza viwango vya kupokea wakimbizi wakati wa urais wake mwaka 2017-2021 kama sehemu ya kupunguza uhamiaji halali hata ule haramu. Baada ya kurejea tena afisini Januari mwaka 2025 alizuia kupokea wakimbizi. Wiki kadhaa baadaye Trump alitoa agizo kuwa wakimbizi kutoka Afrika Kusini wenye asili ya kizungu ambao ni wachache katika nchi hiyo kuwa wanakabiliwa na ubaguzi wa rangi na ghasia. Serikali ya Afrika Kusini ilikanusha madai hayo. Kundi la kwanza la Afrika Kusini 59 waliwasili mwezi Mei na kufikia 138 mwanzoni mwa Septemba, shirika la habari la Reuters limeripoti. Katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki iliyopita, Trump alihimiza mataifa mengine kujiunga na kampeni ya kimataifa kurejesha ulinzi mkali wa mipaka na kuunda mfumo mpya kuhusu wahamiaji. Hiyo ni taarifa kutoka huko nchini Marekani, na hatua hizo za Rais Donald Trump za kuhakikisha kwamba mambo anataka yaende kama vile ambavyo anataka yeye, rais huyo mtata wa Afrika, rais huyo mtata wa huko Marekani. Lakini mambo ni mambo, tusubiri tuone nini ambacho kitajiri. Haya ni matangazo ya Rubaa za Kimataifa na hii ni Arusha One Radio. Mimi ni Awadh Rashid. Endelea kuwa pamoja nasi mpaka tamati ya matangazo haya ya Rubaa za Kimataifa. Kwa sasa hivi msikilizaji wa Arusha One Radio, ndio naelekezwa na mwelekezi wetu hapa Gladness Petro kwamba tuelekee kule nchini India ambapo polisi nchini India wameanza kuchukua hatua dhidi ya mtengenezaji wa dawa za kikohozi ambayo ilipatikana na viwango vya hatari ya kemikali ya sumu baada ya vifo vya watoto 14 wanaoaminika kutumia dawa hiyo. India imekabiliwa na uchunguzi juu ya ubora wa dawa zake huku dawa za kikohozi zikihusishwa na vifo vya watoto nchini Cameroon, Gambia na Uzbekistan katika miaka michache iliyopita. Sampuli ya dawa ya Codrifu kati ya dawa 19 zilizochunguzwa baada ya vifo katika jimbo la
la Madhya Pradesh zilikuwa na asilimia 46.28 ya kemikali ya dilroshan-glycol ambayo inazidi kiwango kinachoruhusiwa cha asilimia 0.1 baada ya maabara ya serikali ya dawa kusema katika ripoti yake. Polisi wamesajili kesi ya jinai siku ya Jumapili dhidi ya daktari na mtengenezaji wa dawa hiyo. Kemikali inayotumika katika bidhaa kama vipodozi na vilainishi iliwekwa kupita kiasi katika dawa hiyo na husababisha dalili ambazo shirika la afya duniani linasema zinaweza kuwa ni kutapika na maumivu ya tumbo hadi kudhuru figo na inaweza kusababisha kifo. Kampuni ya Sisren Pharma inakabiliwa na shutuma za mauaji bila kukusudia, kubadilisha muundo wa dawa na kutengeneza, kuuza na kusambaza dawa kinyume na sheria za dawa na vipodozi. Hatua za udhibiti pia zimechukuliwa dhidi ya kampuni hiyo, Wizara ya Afya imesema bila kutoa maelezo, na shirika la kudhibiti dawa lilipendekeza kufutwa kwa leseni yake ya utengenezaji. Kampuni ya Sisren Pharma haijatoa kauli yoyote kufikia wa leo iwapo watapatikana hatia kampuni hiyo, na maafisa wake wanaweza kukabiliwa na faini na kifungo cha maisha jela. India inasambaza asilimia 40 ya dawa zinazotumika nchini Marekani, asilimia 25 ya dawa zote zinazotumika Uingereza, na zaidi ya asilimia 90 ya dawa zote zinazotumika katika mataifa ya Afrika. Na kwa taarifa hiyo msikilizaji, mimi sina la ziada ndani ya kipindi hiki cha Rubaz za Kimataifa. Mimi ni Awadhi Rashid. Mwendo wa saa 11 kamili saa za Afrika Mashariki kinafuata hapa kipindi cha Satellite na Mineli Samuel pamoja na Gladness Petro, na wako karibuni kabisa kuja hapa kwa ajili ya kukufahamisha taarifa hizo. Na mimi nimesaliwa na dakika kama 2 hivi kupisha matangazo hayo.